Wanangu wapendwa mnaofuatilia channel ya Nabii Mwonaji, ninawapenda sana na ninawafurahia sana mahali popote mlipo duniani. Nachukua nafasi hii ili niweze kuwaonyesha vitu fulani vya muhimu katika maisha yako, na wewe hii kitu ukiona hapa, kama utaona kitaweza kukusaidia, na kuomba uchukue hatua ya kukipata katika maisha yako. Kwanza nitaanza na kinga. Kuna kinga, hizi ni kinga tumeweka hapa. Na kupitia kwa hili tunahakikisha kwamba ukipata hii kitu kimekusaidia katika maisha yako. Na unapopata hii kitu, hizi vitu asipatikani rahisi kwa rahisi. Mtu mwingine anaweza kuona kama ni vitu vya rahisi hivyo kuvipata. Hizi ni kuonyeshe, hizi hapa. Hizi hapa. Hizi hapa. Hizi hapa. Hizi hapa. Umeona? Hizi ukipewa 1, 2, 3, hiyo ni kinga ya miaka hii. Unakaa kwa mwili wako kinga ya miaka 3. Kwa hivyo hizi kazi zake ni kinga peke yake ya mwili wako. Uwezi kurogwa, uwezi kurogeka ndani ya miaka 3 kulingana na zile tembe utameza. Kama utameza 1 ni mwaka 1. Kama utameza 2 ni miaka 2. Kama utameza 3 ni miaka 3. Ndio hiyo kinga inaisha. Kwa hivyo hii ni kinga ya kutegemea na zile tembe utameza. Kuna utaratibu wake. Ukichukua kwangu, nitakupa utaratibu wa kutumia hizi kinga, kwamba uwezi kurogeka, uwezi kurogwa na mtu yoyote kama umemeza hii. Kuna mambo mengi, na maagizo yake ni kwamba lazima uwe umejifunika kabisa. Yaani ukijifunika, kama ni blanketi unaleta unajifunika. Kuna maelekezo ya kumeza. Ukijifunika ndani, unasema kama vile ninavyomeza dawa hii, wachawi wakinitafuta katika ardhi, katika hanga yoyote, wasinione, waone mlima. Na itakuwa hivyo wakikuita kwenye kioo, wakikuita kwenye darubini zao, kwenye runinga zao, hautaonekana. Kwa hivyo basi itakuwa ni kinga mujarabu kwako. Na vile vile kama wewe ukimeza ukiwa kwa maji mengi, unaingia kwa maji mengi, unameza ukiwa ndani ya maji, maana yake ni kwamba unasema wakinitafuta waone bahari, na kweli wataona bahari. Hawawezi kukuona, wataona bahari. Hii ni kinga mujarabu sana wanangu. Kama wewe unataka hii kitu, tafadhali na kuomba uwasiliane nami ili uweze kutumiwa mahali popote ulipo. Mahali popote ulipo. Na sio vitu vya kupatiza. Ni vitu vya kweli, vitu vya haki, na vitu ambavyo tumewapa wengi, vimeweza kuwasaidia. Matokeo ni hapo unapomeza. Haya. Kuna mafuta hapa.
hizi mafuta hizi mafuta hizi unaona ni chupa kabisa zimewekwa. Hizi mafuta. Haya mafuta ya nabii mwonaji, haya mafuta ukijipaka ama ukajipiga kama perfume, ukajipulizia, yaani maana yake kwa mwili yako unajipulizia, ama unajipaka, ama unaweka drop kwa maji unakoga. Kama uko na matatizo yoyote, vifungo, mikosi, nuksi, mabaraa na nyota yako sio safi, chukua haya mafuta, yatakusaidia kuondoa nuksi, mikosi, mabaraa, vifungo yoyote. Na haya mafuta, hata kama watu wanakuchukia, hakuna mtu anakujali, hakuna mtu anaweza akakusaidia. Ukitumia haya mafuta, watu wataanza kukujali, wataanza kukupigia simu, wataanza kukusaidia. Haya mafuta yatafanya watu wengi waanze kukutafuta, waanze kukupigia simu, waanze kukusaidia. Kama unafanya kazi maeneo yoyote, ukitumia haya mafuta, hakika utaona miujiza yake. Watu watakupenda, watu watakufurahia, watu watakusaidia. Kama hujawahi saidiwa, utapata msaada. Haya mafuta ni mafuta ya maajabu mno, na ni mafuta ambayo yanasaidia watu wengi. Na kuomba mwanangu, mahali popote ulipo, uwe Tanzania na kutumia, uwe Kongo na kutumia, uwe Kenya, mahali popote ninakutumia ya mafuta. Tunatuma siku hizi mpaka hata huko Rwanda. Tunatuma na gari inaitwa Trinity, inaenda mpaka kule Rwanda kwa Paulo Kagame. Kwa hivyo tunatuma mahali popote. Haya mafuta tunayatuma mahali popote. Kama wewe unateswa na nguvu za giza na unataka sikuajirie, na wewe mambo yako yang'ae kama vile haya mafuta yanavyong'aa, na wewe mambo ya kwenywe, chukua haya mafuta, usikawie kuchukua haya mafuta. Kuna mafuta mengine hapa. Haya mafuta, hizi chupa unazosiona, haya mafuta ya kwangu nabii mwonaji. Haya mafuta nimeyatengeneza. Kama kuna watu vitu vinatembea kwa mwili, anasikia vitu vinatembea ndani ya mwili wake, anasikia vitu vinauma ndani ya mwili wake. Na nilisungumuza pale nyuma nikasema, ukisikia vitu vinatembea ndani ya mwili wako, ujue uko na tatizo. Ukisikia kitu kinatembea ndani ya mwili, hata kwa tumbo kiko hai, vinatembea kwa mwili, tena vinauma, ujue wewe uko na tatizo. Na kuna watu wengine wanasikia miguu inauma, mikono inauma, miguu inafura, wanashindwa kutembea, watu wanakuwa na vitonda ambavyo sio vya kawaida. Chukua ya mafuta, nitakuelekeza. Hizo shida zitakuwa ni zenye kuondoka kupitia ya mafuta. Haya mafuta, wapendwa, kama umenisikia, kama uko na tatizo ambalo nimelitaja, kupitia ya mafuta litaondoka. Kuna watu wamerowa magonjwa ingine kwa ngozi zao sio ya kawaida. Ukimwangalia ngozi yake sio ya kawaida. Chukua ya mafuta. Haya mafuta yatanyorosa hiyo ngozi yako, itakuwa sawa sawa. Yawe magonjwa ya ngozi, yawe magonjwa ya sinaa, yawe magonjwa ya kichawi, yatakurainisia ngozi yako, yatakurejeshea afya. Haya mafuta. Mpendo mtazamaji wangu, nimekuletea zawadi ndani ya Disemba hii tunapoenda kufunga mwaka. Chukua mafuta haya ya kusaidia wewe na familia yako.
Kuna mafuta ingine hapa. Haya mafuta, haya ni watu ambao wako na pressure, watu wako na kwa tumbo zao wanasikia kuna tumbo sinafura, watu wako na diabetes, watu wako magonjwa ya gesi, magonjwa ya diabetes, kisukari yaani maana yake, magonjwa ya asma. Asma ndio fumu, sijui mnaita bumu, asma. Magonjwa ya damu kupanda juu sana, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya gesi kwa tumbo, magonjwa yoyote ambayo yanakutesa ndani ya mwili. Haya mafuta tunatumia, mtu anakunywa kwa maelekezo, anaweka kwa vinywaji vyake, na yeye shida yake itakuwa ni yenye kuondoka. Kama uko hapo unanitazama na unataka utatuliwe shida yako, mpendwa, Nabii Mwonaji niko hapa nikusaidie kwa mambo yako, na mambo yako yataenda vizuri sana. Kwa hivyo wale ambao mnataka haya mafuta, mtaniambia yale shida yako, nitakutumia mahali popote ulipo. Kuna vitu vingi, ila pete zangu siko hapa, sitaki kusionyesha. Vidani viko hapa, na kuna vitu mingi sana. Kuna dawa ingine hapa. Hii dawa ni ya watu ambao wanataka mali. Hii dawa ni ya watu wanataka mali, wale wanatafuta, utafutaji wao umekuwa mgumu na wanataka pesa. Hii dawa itakusaidia wewe. Hii dawa kuna maelekezo yake. Nikikupa hii dawa, nakupa na maelekezo. Ukiamuka asubuhi, kama umeamuka asubuhi, uchaenda mahali popote asubuhi, kama umeamuka asubuhi, vile unavyoamuka asubuhi wewe unaanza na hii dawa. Na maelekezo yake ni kuweka kwa mkono huu wa kushoto. Unanielewa mpendwa? Unaweka kwa mkono huu wa kushoto hapa kwa kiganja, unatia nia yako, unaweka manuizi. Ukiza kusemea maneno yale unataka, kama unataka pesa, kama we ni mfanya biashara, unawaita wateja watoke magharibi na mashariki, kaskazini na kusini, wakuje kwa biashara yako, kama vile nyuki wanavyokimbia wakiingia kwa mzinga wao. Hakika mpendo wangu, hiyo duka yako ukifanya hivyo siku mbili, stock itakuwa imeisha. Stock itakuwa inaisha na unaendea ingine. Kama uko na kachambo lako unafanya kachambo tu kadogo, ako kachambo tu, kupitia hii dawa utaona pesa. Utapokea pesa nyingi sana. Utapokea pesa nyingi sana. Na utatoka kwa hiyo biashara uende biashara nyingine kubwa. Nimekuja kuwasaidia walio chini wapande ngazi waende juu. Yaani kama wewe una uwezo wa kununua ile pete, kama una nguvu ya kununua kile kidani, chukua hii ikufuze. Ukipata hera uchukue kile kitu kingine kikubwa. Hii ni ngazi, inakufusha, inakufusha. Hii ni dawa mcharabu. Warai, sikufichi,
sikudanganyi. Hii hata ukisema watu naomba leo watu wanitoke mahali popote wanitumie pesa, hakika siku haitaisha kama hujapata pesa kwa simu yako. Warai. Biblia inasema watu wangu upotea kwa kukosa hekima na maarifa. Kwa nini uteseke? Mwenyezi Mungu hakuumba watu wake wateseke. Aliwaweka katika shamba la Edeni, mahali walikuwa wakule raha starehe. Lakini Shetani alipokuja katika shamba lile, akawatoa katika hali ya ustarabu waliokuwa nao, akawapeleka katika soko la dhambi. Ndio maana watu wanateseka leo hii. Mpangilio wa Mungu ni kwamba mtu aishi, atajirike, awe na mali, awe na vitu vya kutosha, asiwe anahangaika. Sio mapenzi ya Mungu watu kuishi maisha ya umasikini. Sio mapenzi ya Mungu watu kuishi maisha ya umasikini. Isaya 1, wale wa upili wale mnanipinga kwamba mimi ninaufunza elimu ya miti. Isaya 1 mstari wake wa 19 inasema, kama mutanitii, kama mutanikubali, mutakula mema ya nchi. Ni Mwenyezi Mungu anasema tu, anasema kama tutamutii, kama tutamkubali, tutakula mema ya nchi. Kwa hivyo hapa duniani kuna mema. Sio mapenzi ya Mungu kuishi maisha ya umasikini. Sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu watu kuteseka. Haya ni maroho ya ibilisi. Roho za mateso ni roho za ibilisi. Usikubalie Shetani akakukalia, akakufinyiria kuteseka. Nabii Nachi nimetumwa nikunyanyue, nikufushe, uingie ng'ambo ingine, na we ufurahie maisha, ukule mema ya nchi. Kuna watu wamekuja kwangu hapa wakitafuta kwenda ng'ambo. Watu wale wanatafuta visa, watu wengi. Na ni masaidi wangu wako kwenye mitandao. Kama mko pale muweze kucomment. Ila mimi napenda kutumia WhatsApp sana, ndio wananipa shuhuda. Watu wale wengi nimewafusha. Wameenda nchi za nje. Watu wamefuka, wameenda Canada, wameenda Amerika, wameenda Italy, wameenda mahali wanataka. Nabii Bonaji nimewafusha. Leo wanakula mema ya nchi. Na wewe unangoja nini? Napiga domo hapo. Wewe unangoja nini? Unangoja nini ndugu yangu, dada yangu, unangoja nini? Unataka miujiza gani? Umehubiriwa makanisani miaka mingi. Kutoka Januari mpaka Disemba. Nguo ni ile ile, kiatu ni ile ile, hujawahi badilika. Nyumba ni ile ile, shida ni ile ile. Mwanangu, kama unanisikia, uko na masikio, uko na hekima, kitu gani kitakuzuia? Kitu gani kitakuzuia usinitafute? Kwani ukarowa? Kwani ukafungwa? Wachai wa kwako wakakukatalia kwamba usitafute watu wa kukusaidia utoke kwenye matatizo yako? Ni kitu gani kilichokufunga wewe na familia yenu ili usitoke kwa hiyo maneno? Ukoo wenu huo, misimu ya ukoo imekufunga. Kuna watu wameoteswa, wanaoteswa ndoto za wafu, za marehemu. Kama wewe umeteseka, unawaona watu waliolala makaburini, wanakukujia, mnaongea, mnapiga story na wao, kisha wanaondoka. Tuliongelea juzi kuhusu ndoto. Na kama wewe ni mmoja wa wale watu ambao wanaona wa marehemu waliolala makaburini wanawakujia, na wewe unanitazama uko hapo,
Unaona mtu aliyekufa wa kwenu kwa upande ya mama, pande ya papa, anakuja anakuongeleza, mnapiga kastori, kisa anatoweka. Wewe uko na tatizo. Unapoona misimu inakuja kukuongeleza uko na tatizo, chukua haya mafuta. Chukua haya mafuta. Haya mafuta. Haya mafuta ni kiboko, yatawakomeza. Haya mafuta ni kiboko, yatawakomeza wachawi wa kwako. Misimu ambayo imekutesa ikuajirie ukue huru. Ninaongea kwa wale watu wanafanya tiba. Waganga hawapendi kuitwa waganga, wanaitwa wataalamu. Wale wataalamu mnanisikia, mnanifuatilia, kujeni kwenye WhatsApp tusemesane. Nabii Mwonaji ni kiboko ya wachawi. Nimewasaidia waganga au wataalamu wengi, nimewasaidia watu wengi. Kwa hivyo basi na wewe utafaidika, kwa sababu kwa Nabii Mwonaji ndio wataalamu wengi wanachukua mambo. Manabii wengi wanachukua mambo. Asanteni sana. Kama umenisikia, wewe tumia wakati huo uweze kufanya mambo ambayo yanahitajika. Kwa hivyo, Shalom, Shalom, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amen.